mwanadamu anavyopewa mitihani, kwamba mwanadamu akipewa mitihani huwa katika hali fulani na mwanadamu akipewa mitihani katika hali fulani huwa katika hali fulani. Haya yote Allah tabaraka wa taala ameyazungumzia katika sura kama hii. Vile vile kukazungumziwa masala ya akhira, kukazungumziwa ahwali zake na shida zake ambazo kwamba zitakuwa katika siku ya kiyama. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, mpaka mwisho. Kwa hiyo haya ndiyo maudhui ambayo kwamba yapatikaniwa katika suratul Fajr, kama tulivyoeleza kwamba ni sura namba 89 katika kuteremshwa, na vile vile ni sura nambari 10 katika kuteremka kwa tartibu ya sura, lakini katika mpangilio wa Qur'ani ni sura namba 89. Suratul Fajr, idadi ya vilma vyake ni takriban vilma 139 vilivyotumika katika sura kama hii, na idadi ya herufi zilizotumika ndani yake ni takriban herufi 573 ambazo kwamba zimetumika katika sura kama hii. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala, kama tulivyoona katika zile sura nyingine, kwamba mfumo uliotumika katika sura kama hii ni wa kuapa, kama tulivyoona katika suratul Duha, kama tulivyoona katika suratul Laili, kama tulivyoona katika suratul Shamsi, kama tulivyoona katika suratul Balad, na hapa pia imekuja vile vile. Allah tabaraka wa taala ameanza sura kama hii kwa wal fajr, na hapa kwa alfajiri, kisha sema walayalin ashr, na naapa kwa masiku 10, kisha sema washafi'i walwatr, na Allah tabaraka wa taala yuapa kwa even. Sio Kiswahili tazita vipi Sheikh Muhammad Ali? Even number na odd number, Kiswahili zitaitwa vipi? Zina majina sio? Utaitaje? Ama tuseme washafi'i na viwili viwili, ndio itaeleweka sio? Walwatri na kimoja, kisha walaili idha yasr, asema na kwa usiku unapopita. Hivi ni takriban viapo vitano, ikiwa walfajiri na hapa kwa alfajiri, walayalin ashri na hapa kwa masiku 10, washafi'i na hapa kwa viwili viwili, walwatri na hapa na kwa kimoja, kisha sema walaili idha yasri. Allah sema na hapa kwa usiku unapofanya nini? Unapopita. Katika masala ya fajri, wanazuoni wamekuja na tafsiri tofauti tofauti, aqwali tofauti tofauti, lakini fajri kama fajri imetokamana na fajara. Fajara ni kitu kupasuka, lakini mpasuko kama ule ukawa ni sababu ya kutoka maisha ndani yake. Kwa mfano, namna mbegu inavyopasua ardhi ikafanya nini? Ikatoka mmea. Baadhi ya ulama wasema la, kwa mfano mbegu ya mwanamume inapoingia katika uzao wa mwanamke ikiwa haina uhai kabisa, kisha baada ya muda miezi 9 ile mbegu iliyokuwa haina uhai, si lolote si chochote, imekuwa ni yenye kupasua ule uzao, kukatoka uhai ndani yake. Na ndio maana ukija ukiangalia hata kilugha, usiku ni umauti, usiku hauna uhai, usiku kila mtu amelala, ni watu kidogo sana ambao kwamba wautumikia usiku. Lakini angalia namna gani jua linavyopasua ule usiku ukapatikaniwa maisha ndani yake. Maisha mfano nini? Hutaona kuku akizurura zurura usiku, utamwona asubuhi, atawika asubuhi. Kwa hivyo it's a sign of life kule alfajiri kutokea. Wanyama hutawaona usiku akijizururia, hata kama amepotea njia mnyama, ikifika magharibi utamwona tafuta mahali waketi, ataendelea na safari yake kesho. Hata nyuki sio, kifika usiku utaona mahali wametulia. Kwa hivyo usiku ni saini ya umauti.
alfajiri inapochomoza ni sign ya uhai. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Nasema kwa hivyo fajri ni kupasuka kwa kitu, na tumeona kule kupasuka kwa jua linapopasua mbingu kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuleta maisha. Vile vile alfajiri huja baada ya nini? Baada ya usiku. Kwenye usiku watu huwa katika hali gani? Katika hali ya usingizi, na usingizi ni umauti, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema katika hadithi, asema an-naumu akhul mauti, usingizi ni ndugu yake mauti. Na ndo maana katika sunna na zile adhiya ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ni kwamba kipindi mtu yualala asema nini? Bismika Allahumma, ama baadhi ya watu wasema Allahumma bismika amutu, si anamu kwamba nalala, amutu wa ahya, mimi nafa na natarajia kupewa uhai na wewe. Hatusemi bismika Allahumma ama Allahumma bismika anamu wa astayqidhu, kwamba nalala jamanini na inshallah asubuhi nitaamka. Tusema amutu, nafa, wa ahya, na nafanya nini? Na wani mwenye kutaka uhai kwako wewe. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha, kwamba Allah tabaraka wa Ta'ala huzifisha zile nafsi za wanadamu wakati wa mauti. Ni nini anazungumza hapa? Ni an-naum. Wakati mwanadamu anapolala, Allah tabaraka wa Ta'ala hufisha ile nafsi yako, isipokuwa kiungo kimoja tu katika mwili wa mwanadamu huwa hakifi. Ni kiungo gani? Masikio. Masikio huwa hayafi. Ndio maana utaona mtu atalala atakavolala, lakini atasikia panya akipita, atasikia kelele. Na ndio maana kuna wengine hawaamki kamwe. Unajua kuna watu, kila mtu ana sampuli yake ya usingizi. Kuna watu upiga usingizi fulani, lakini atakwambia asubuhi bana, jana kulikuwa na fujo nini? Nilisikia kwa mbali, lakini akili yake haikuweko, macho yake hayakuweko, pua yake haikuweko, mdomo umefungika, lakini masikio yake yalikuwa hai, ikawa yasikia yale ambayo kwa maendelea. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uzifisha nafsi za wanadamu mpaka akawa ni mwenye kuzizuilia zile ambazo kwamba zimeshaandikiwa umauti, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaziachilia zile ambazo kwamba hazijaandikiwa umauti mpaka wakati wake ambao kwamba utafika. Baadhi ya ulama wasema wal fajr, Allah tabaraka wa Ta'ala kuwapa na alfajiri, alikuwa yuwapa na alfajiri ya haji, ile alfajiri ile ya yaumun nahri, wakati watu wamelala Muzdalifa, Allah tabaraka wa Ta'ala kwa kiapa na hiyo alfajiri kama namna zilivyokuwa alfajiri zingine. Alfajiri kwa mu'min akiamka alfajiri yuamka kwa sababu gani? Kwa sababu ya Mola wake, kwa sababu ya ibada. Tofauti na asiyekuwa mu'min, yuamka kwa sababu ya kazi, yuamka pate kuamsha watoto wake waende skuli, wengine huamka kwa sababu ya kupika. Lakini mu'min kama mu'min yuamka kwa ajili ya nani? Ya Mola wake, kwamba mimi najienusha katika malazi yangu haya nikapata kumsujudia Mola wangu. Huku kuamka kwa fanana na nini? Kwa fanana na kufufuliwa siku ya Kiyama. Kama namna ukilala umekufa, ukajiweka katika kitanda chako, swawirisha kile kitanda chako ndio kaburi lako, kisha kule kuamka alfajiri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndo kule kufufuliwa siku ya Kiyama. Kwani watu wakifufuliwa wafufuliwa kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Mola wao, kwa sababu ya hisabu. Watu waende mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo alfajiri kwa mu'min, kila ukifungua macho yako alfajiri, wewe swawirisha ndo ile namna utakavyofungua macho yako siku ya Kiyama. Kwa hivyo baadhi ya ulama wasema ni ile alfajiri ya haji, kipindi watu wameamka Muzdalifa baada ya kulala chini
Sisi hatujabahatikiwa kuenda haji, ni masala tuwasoma katika vitabu na kuangalia katika ma-TV. Lakini wale waliokwenda wajua kwamba watu hulala chini, sio kwenye mchanga, kama namna utakavyolazwa katika kaburi lako. Kisha ukawaona watu takriban milioni 4, milioni 5 alfajiri wameamka kwa ajili ya nani? Ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wameamka wakawa ni wenye kusali salatul fajr. Kwa hivyo baadhi ya ulama wasema hii alfajiri manake imekuja hapa kwa wal fajri, kwa lam, kama kwa alif na lam ya taarif, kwamba ni alfajiri maalum. Baadhi ya ulama wasema ni alfajiri ya siku ya kuamka pale Muzdalifa yaumun nahri, na wakaeleza kama namna mtu atakavyoamka kutoka katika kaburi lake. Baadhi ya ulama wasema la, wal fajr ni nasrullah, kwamba Uislamu ulikuwa katika dhiki, wakaupa ule wakati ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipata dhiki na Uislamu, kwamba ule ulikuwa ni usiku. Na tumeyazungumza katika walaili idha yaghsha, na tukayazungumza vile katika washamsi wa dhuhaha. Kwa hivyo sema alfajiri ni ile nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakayoileta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupitia dhiki na dhiki ambazo kwamba atazipitia katika kuitangaza dini. Haya yote ama hizi zote ni katika tafsiri za wal fajr. Tukisongea mbele, Allah tabaraka wa taala sema walayalin ashri, na naapa kwa masiku 10. Wanazuoni pia hapa wamekhtalifiana. Kuna wale wanaosema layal ashr, siku 10 ni zile siku 10 za kwanza katika Dhulhijja. Baadhi wasema layal ashr ni zile siku 10 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, siku ambazo kwamba twazielekea, na zote zina ubora wake. Siku 10 za Dhulhijja zina ubora wake kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma min ayamin al-amalu salih ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam, ana kiashiria zile siku 10 za Dhulhijja. Vile vile siku 10 za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni tukufu kwa sababu ndani yake kuna nini? Kuna Lailatul Qadr. Kwa hivyo hatuwezi kusema hawa wamekosa hawa wamepata, kwa sababu pia ukiangalia lugha iliyotumika Allah tabaraka taala sema layalin ash, akazifanyia itlaqi, amezifanya ni nakira, hakuziwekea lamu taarifi kwamba walayali walayalin ash, masiku 10 tu, yawe ni ya Dhulhijja sah, yawe ni ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ya mwisho sah, zote hizi ziko sahihi. Kisha kutaamale, ukisema masiku 10 ya mwanzo wa mwezi, masiku 10 ya mwisho wa mwezi, tukichukua rai zote mbili, kitu gani hutokea siku 10 za mwanzo wa mwezi na siku 10 za mwisho wa mwezi? Ndo wakati mwanadamu huangalia mbingu kutafuta mwezi, kwamba mwezi umeingia au mwezi mwingine, mwezi huu wapotea, kutatokea mwezi mwingine. Kwa hivyo hapa katikati hakuwa mtu anayeshughulika. Kama sasa usikii shekhe watu wakizungumza masala ya mwezi, sijui Saudia, sijui hayo hutoyasikia sasa kabisa. Wewe subiri tuingie hizi siku 10 za mwisho hizo ndo mada zitakazoanza. Watu angalie mwezi, sijui mwezi ni mmoja, sijui global nini, lakini sasa kimya shafati ama wayasikia haya sasa kimya. Lakini zile siku mwisho, zile siku 10 za mwisho za Shaaban hayakuwekwa mazungumzo, yalikuweko. Na tulipoingia zile siku 10 za kwanza za Ramadhani yalikuwepo, na vile vile siku 10 za mwisho wa huu mwezi yatakuwepo, kama vile atakavyokuwa katika siku 10 za Shawwali za kwanza, yatazungumzwa sana. Kwa hivyo ni wakati mwanadamu ushughulishwa na nini? Na kuangalia mwezi. Ndio maana utaona imeanza mwanzo wal fajr, kwamba alfajiri yenyewe huwezi ijua paka uangalie wapi, uangalie mawingu, uangalie kwa pambauka huko alfajiri hii. Na huko Mwenyezi Mungu anasema walayali na ash,
masiku 10. Tumesema katika siku 10 za mwanzo na za mwisho ndio wakati mwanadamu hushughulishwa sana katika suala zima la kuangalia nini? La kuangalia mwezi. Baadhi ya ulama wasema kwamba hizi siku 10 hizi zazungumzia sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukizungumzia siku 10 za kwanza za Dhulhijja na ukija kwa rai ya siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku 10 za mwezi mtukufu wa Ramadhani kupatikaniwa nini ndani yake? Lailatul Qadr. Na katika hii Lailatul Qadr ndani yake kumepatikaniwa nini? Kitu gani special sana katika Lailatul Qadr? Omar, kitu gani special katika Lailatul Qadr? Kwa nini? Lakini kuna kitu. Qur'ani literemshwa, sio? Kwa hivyo katika Lailatul Qadri ndio usiku ambao kwamba Qur'ani ilifanya nini? Iliteremshwa. Haya, Qur'ani ilipoteremshwa kulianza nini? Ndio kulianza utumi. Mtumi hakuwa mtumi mpaka kulipoteremka nini? Kulipoteremka Qur'ani, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kwa hiyo wao wasema kwamba lao utachukua kwa rai kwamba layal ashri ni za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia zajulisha ibtida, kuanza kwa sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya hii dini. Wasema ukija kwa rai ya siku 10 za kwanza za Dhulhijja, zile siku 10 za kwanza za Dhulhijja kuna ibada gani upatikaniwa wale ndani? Ibada ya haji, sio? Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji mara ngapi katika uhai wake? Alihiji mara moja tu. Mtume alihiji mara moja tu. Na alipohiji mara moja, baada ya miezi miwili Mtume akapatwa na mauti. Si tumeelewana? Kwa hivyo ile ibada ya haji aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa yajulisha mwisho wa sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala ya nubuwa. Si tumeelewana? Kwa hivyo wakachukua, angalia ijtihadi ya wanazuoni namna gani wanapozichukua aya kisha wakazichambua kila mtu kwa rai yake. Hawa wasema hivi, hawa wasema hivi, na zote ukiziangalia ni vitu vyaingia akilini. Wasema walfajri, kule kupambauka kwa Uislamu, ukitia katika Lailatul Qadri mwanzo wa Qur'ani, mwanzo wa nubuwa. Ukija katika masala ya layal ashri ukasema ni mwanzo wa Dhulhijja, zile siku 10 ndani yake kuna haji. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehiji mara ngapi? Amehiji mara moja. Kwa hivyo akafariki baada ya kuhiji kule ndio mwisho. Wengine wasema pia vile vile hizi siku 10 za huko na huko ukizichukua zote zaonyesha dalili ya kiyama. Katika dalili za kiyama ni kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo nini? Lailatul Qadr. Sisi tuko pamoja. Kule kuja kwa Qur'ani kule akatumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kule kutumilizwa yeye tu akawa ni nabii wa mwisho, ilikuwa ni katika ashratu saa, dalili za kiyama kwamba huyu ndo nabii wa mwisho. Haya, katika dalili zingine za kiyama nini? Ni kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mautu nabii, kufa kwa Mtume. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa baada ya yeye kufanya nini? Kwa katika hizi siku 10 za kwanza za katika Dhulhijja. Zote hizi ni katika ijtihad za wanazuoni katika kuitafsiri suratul Fajri kama hii. Kwa hivyo walayali na ashri tumeitafsiri kwa sigha kama hiyo, kwamba baadhi ya ulama wasema ni siku 10 za mwisho wa Ramadhani na baadhi wasema ni siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja, na tumeyazungumza yote hayo. Kiapo cha tatu ambao ni aya ya 3, lakini kiapo kama hichi kina viapo viwili ndani yake. Allah tabaraka wa taala asema washafi'i, na hapa kwa viwili viwili, walwatri, na hapa na kwa kimoja. Kama kuna aya katika suratul Fajri wanazuoni wameichambua na zote ukiangalia ziko sawa, ni hii washafi'a walwatri. What's the even and what's the odd? Mwenyezi Mungu akisema na hapa kwa viwili viwili, ni viwili viwili gani?
Na niliposema nawapa kwa kimoja, hicho kimoja ni kipi? Baadhi ya wanazuoni wasema washafi'i ni makhluqat, viumbe, kwa sababu viumbe vimeumbwa viwili viwili. Si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, kila kitu tumeumba vitu vingapi vingapi? Viwili viwili. Katika aya nyingine nasema wa khalaqnakum azwaja, kwamba nimewaumba mbea mbea, yani mko wawili wawili. Kuna jua, kuna mwezi, kuna uhai, kuna mauti, kuna furaha, kuna sikitiko, kuna mwanamume, kuna mwanamke, sio? Kuna ardhi, kuna mbingu, kuna bahari, kuna ardhi, na vitu tofauti, kuna giza, kuna mchana. Yote haya yametajwa. Kwa hivyo kila kitu kimeumbwa viwili viwili. Na ndio maana nikipitia tafsiri ya Sheikh Shamtwiti, kitabu chake cha tafsiri Adwaul Bayan, azungumza asema mpaka kisayansi, sawa, kila kilichoumbwa vimeumbwa viwili viwili. Asema kwa mfano scientifically component yoyote, na hapa ndo mtajua kwamba maustadhi pia wansoma nitakawa challenge nyoto wa skuli hii, nitakawa challenge kila component ya consist nini, yani hizi vitu, anything, kitabu, anything scientifically wanasema imejengeka na nini? Nini? Haya, atoms, si ndio? So wanasema atoms ndo the smallest nini, sio? Ndo kile kidogo kabisa katika haya. Atoms ina nini ndani yake? Imejengeka na nini? Vitu vitatu. Cha kwanza protons, electrons na neutrons, sio? Haya, katika protons, electron na neutrons, zipi ndo mbili zinazofanya kazi? Proton na electron, sio? Proton ina the positive charge, electron ina the negative charge. Kwa hivyo tunaona mpaka katika atom kinachohuisha ile atom, japokuwa ndani vitu vitatu. Neutron ni kitu neutral, sio? Proton ina positive, electron ina nini? Ina negative. Kwa hivyo zikipatikaniwa hizi mbili ndo kwajengeka nini? Kwajengeka atom. Ikipatikaniwa atom kwajengeka component na vitu vingine, sio? Ama nazikufuru ni hivyo, sio? Sasa utaona mpaka kisayansi imethibitika kwamba vitu vingapi vingapi. Kwa hivyo washafi'i ni kila kilichoumbwa, hakuna ambacho kwamba kimeumbwa kimoja. Tafuta utaje, nasema hichi kimeumbwa kiko peke yake, ndio muache kudanganya wanawake. Sawa, kwamba ni umeumbwa peke yako, hajaumbwa peke yake. Sawa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema vimeumbwa vitu vingapi vingapi? You are one in a million, ni uongo, muache. Sawa, vitu vimeumbwa viwili viwili. Lakini al-watr, polipozungumziwa al-watr, wanazuoni wanasema al-watr huwa Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye peke yake ndiye mmoja, hakuna zaidi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha witrun yuhibbul witra, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja na yupenda vitu katika odd numbers. Si tumeelewana mpaka hapo? Kwa hivyo tafsiri ya kwanza wasema ash-shaf' ni makhluqat, al-witr huwa Allah al-khaliq. Baadhi ya wanazuoni wasema ash-shaf' na al-watr, wakizitafsiri wasema ash-shaf' ni hizi siku hizi, kwa sababu siku huja mara mbili, yani kuna usiku kuna mchana, kuna usiku kuna mchana, kuna usiku kuna mchana. Hii ni ash-shaf'. Si siku mpaka iitwe siku, mpaka zipatikane vitu viwili, kupatikana usiku wake na mchana wake, hii siku moja, si ndio? Kisha patikana tena mchana na usiku, hii siku moja. Haya, hii ndo ash-shaf'. Imekuja vitu vingapi vingapi? Viwili viwili. Je, ni siku gani ambayo kwamba haina usiku? Ipo. Ni siku gani ambayo kwamba haina usiku? Ni siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama haina usiku, tutasimamishwa, tutahukumiwa, habari taisha. Kwa hivyo aliposema ash-shaf' ni hizi siku za duniani hizi, sisi tuko pamoja. Akizungumzia al-watr, baadhi ya ulama wasema yaumul qiyama,
Tuko pamoja mpaka hapo? Baadhi wasema la, ash-shaf' na al-watr yazungumzia katika zile layal al-ashr. Kila mwanachuoni aje na tafsiri yake. Asema ukizungumzia siku 10 za mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ash-shaf', kwa sababu imekuja kwa even number. Ukisema la, nitazungumzia siku 10 za Dhulhijja, sah, imekuja kwa even number. Suala litakuja, je, ni kila mwezi waisha kwa 30? La, sasa zingine huisha na ngapi? 29. Kwa hivyo zilayal al-ashr kuna wakati huja kwa even na kuna wakati huja kwa odd number. Na utaona wal fajr wa layalin ashr. Wengine wanasema Mwenyezi Mungu aeleza kwamba hizi layalu na ashri si lazima ziwe ashrun. Kuna wakati zaja bishafi'i wa bilwatr. Kuna wakati huja kwa even number na kuna wakati huja kwa odd number. Hizi zote ni tafsiri na ijtihadi za wanazuoni, na zote ukiziangalia ni vitu vya make sense, viengia akilini na vya kiti kabisa, viko sahihi. Wengine wasema ash-shaf', tukieleza aqwali ni nyingi, tutaeleza baadhi. Wengine wasema ash-shaf' wal watr ni zile swala. Ash-shaf' ni swala ambazo kwamba ndani yake zina rakaa kwa even number. Ikiwa ya kwanza ishatajwa juu, wal fajri, kisha kuna dhuhuri, kisha kuna asri, kisha kuna isha. Kwa hivyo wanasema ash-shaf' ni fajri, dhuhuri, asri, isha. Wanasema al-watr itakuwa swala gani imebakia? Maghrib, ambapo kwamba ina rakaa ngapi? Ina 3, yaja kwa even number. Kwa hivyo ulama wanasema ash-shaf' Mwenyezi Mungu yuapa kwa swala ambazo kwamba rakaa zake zinakuja kwa even number. Wengine afu al-watr inakuja kwa zile swala ambazo kwamba zina nini? Zina witr, zina odd number katika rakaa yake. Wakirudi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-maghribu witrun nahari, kwamba magharibi ndio witri ya mchana. Kisha ukisoma hii hadithi mbele, Mtume asema nini? Fa'autiru salatal layl. Kama vile kuna witri ya mchana, kuna na witri ya usiku, swalini hiyo witri. Kwa hivyo ash-shaf' wanazuoni wengine wasema ni hizo swala ambazo kwamba ndani yake kuna rakaa ambazo kwamba ziko in even number. Kisha al-watr ni salatul maghrib, wakistadalli na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukikomea hapa tueleze baadhi ya mambo, kisha kesho insha Allah tutaendelea na wal-layli idha yasri, na hii na habari nyingine katika hii aya. Utaona wal-layli idha yasri, yani na hapa na usiku unavyopita ama unavyoenda, ambao kwamba umetokamana na sara, sio? Kwa hivyo ilikuwa takana iwe yasri. Kwa nini mwisho hakuna ya? Kama vile ilivyokuja kule qala yaqulu rabbi ahanan, si ahanani. Mbona haijakuja akramani? Tutakuja kuzungumza inshallah tukifika katika aya kama hizo. Ukitaamal na suratul fajr utagundua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia nyakati bora kabisa za mtu kufanya ibada, bora kabisa, akianza na wal fajr, sala ya alfajiri. Wanazuoni wasema swala ya alfajiri ni kipimo cha imani ya mtu. Wewe ukitakujijua imani yako kwa sampuli gani, angalia, je, waamka alfajiri au waamshwa na jua, waamshwa na watoto wacheza mpira uwanjani, waamshwa na watu wapita. Ukijiona una uwezo wa kuamka alfajiri ikakupata kwa macho, ukafungua macho hivi, ukashika udhu, ukatandika msala, ukasali, ni katika dalili wewe una imani. Vile vile wazungumza wasema katika swala ambazo kwamba ni nzito kwa wanafiki, swala mbili ni alfajiri na ishai. Kwa hivyo katika alama za kuwa wewe ni mnafiki, usipate tabu, haina haja mtu akutukana kwamba wewe mnafiki. Katika dalili ukitakujijua wewe mnafiki, wewe jiangalie hizi swala mbili hizi. Alfajiri, je, una morali nayo? Ukiona naam una morali nayo, wewe huna neno. Ukiona alfajiri zako matatizo, huamki,
kabisa, huamki. Ukiamka wewe ni saa 3 huko ndo mfungua macho, wewe jitie tu katika grupu ya wanafiki, usipate tabu. Na vile vile ishai, ukiona wewe una tabia postpone ishai na ukitoa na hadithi ishai ndefu bana, tusali baada, hiyo dalili ya unafiki hiyo. Aghlabia kila anayesema ishai ndefu wa haswali, kila anayesema ishai ndefu haswali. Uswali na kuna shetani, manake anayekupa hizo fatwa ni shetani, kukwambia wewe unajua ushashiba, futari kwanza hii Ramadhani, futari yote hiyo tunaonde pale malfajiri maishai nini baba, hebu pumzika, hebu keti hapa kwenye ili kochi taketi. Sasa nakwambia hata uketi vizuri enusha na miguu, wainusha miguu weka vizuri, lakini unajua na kama boeka, hebu shika simu angalia TikTok, nani ankutumia message Instagram, nani ankutumia message WhatsApp, ghafla usikia adhana, Abdul Salam ashaanza kelele zake darasa za ishai, kwambia usikie yenye darasa hiyo si sahihi, una nusu saa, pumzika, wapumzika. Ghafla usikia kad kama swala, yule shetani aliyokuwa ndani yako, maana mashetani ni sampuli mbili, takana tuelewe. Mwenyezi Mungu anasema minal jinnati wan nas, kwamba kuna mashetani majini, hawa ndo ufungwa, kisha wabaki ama shetani wengine ambao sisi hao wanasi, hawa ndo ambao tuko wanaotusumbua. Kifanya hivyo kitamaki, nitaswali baadaye, ngoja niende zangu tarawih, nitachanganya na tarawih, hafla sikia akhiru tarawih isha, nitaswali kiamini, nitamka usiku nswali zangu tahajjud, nitaswali kabisa na nini. Kijo kitahamaki ni wakati wa daku, akili yakumbuka isha, akili yakumbuka mahamri, wakati wala. Kuna baadhi ya watu huamka daku mapema, akala akarudi kulala, akiamka jua linchomoza. Na kuna mwingine aghlabia muislamu ataipata alfajiri, lakini isha atasahau kwa siku swali. Kwa hivyo ukiona haya mambo mawili ya kushinda, fajiri na ishai, ni katika alama za unafiki. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina ndo kulikuwa na wanafiki. Maka hakukuwa na wanafiki. Madina wanafiki ilikuwa ukipenda kuonekaniwa watu nkuja msikitini kuswali, na hawa ndo ilikuwa wakijifanya wampenda Mtume. Ukimsoma Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka katika vita vilivyokuwa vikali, nadhani vita vya Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata majeraha mpaka yaonekaniwa katika sura yake, Mtume amevunjwa mpaka na jino. Amesimama Mtume katika mimbar Ijumaa iliyofuata, baada ya kuwa kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul akiwa ni raisul munafiqin, alipopanga njama ya kupunguza watu katika jeshi, wakarudi takriban watu 700, wakabaki watu 313 kama sijakosea, wakaenda pigana na jeshi kubwa kule. Yeye ndo alileta hiyo fitna, lakini ankete safu ya mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam atoa hutuba ya Ijumaa, azungumza, vijana wanasema yobwaga mapointi, sio? Mtume abwaga mapointi pale, aliokuwa akimshabikia ni Abdullah ibn Ubay. Sahihi ya Rasulullah, ya salam, yuko hapo mbele. Mtume anajua mnafiki huyu, kama vile kuna watu leo wako hivyo, akitoka ukimpa mgongo ya kusema, ukiwa mbele ya sura yake ya kusifu. Kuna mtu mzuri kama wewe, hii Stindies, bila wewe hatuwezi sisi, wewe ni nini, atakupamba, atakupa, mpe mgongo, ingia geti lako. Na nini ule urefu mwingi tu, hana lolote, sio? Ni unafiki. Kwa hivyo wanafiki walikuwa wakipenda kuonekaniwa wakiswali dhuhuri, asri, maghrib hapo, kwa sababu msikiti wa Mtume haukuwa na mataa. Kwa hivyo alfajiri ilikuwa giza. Kwa hivyo Mtume wakimaliza kuswali alfajiri alikuwa akiketi mpaka, ukisoma katika hadithi maswahaba wasema, mpaka tuanze kujua ni swali na nani, ndio watu kutoka msikitini. Yani watu wakimaliza kuswali alfajiri, ile giza iko wakati wavuta adhkari zao, wafanya nini, mpaka wakianza kuonana kwamba nina swali na Omar mimi, au kuna swali na Salim, ndio watu waanza kutoka msikitini. Kumaanisha alfajiri watu kwa wafanya nini, hawaonani. Na vile vile ishai watu walikuwa hawaonani kwa sababu ya giza.
Ndio maana utaona Saidina Umar aliuawa wakati gani? Wa alfajiri. Yule bwana alikuja giza, akapenya watu, akasukuma watu mpaka kibla, akamdunga mkuki wa sumu. Si tumeelewana? Kwa hivyo alikuwa alfajiri sitaonekaniwa, haina haja niende. Ishai sitaonekaniwa, haina haja niende. Kwa hivyo hizi swala mbili ikiwa zina mushkil ni dalili za unafiki. Hizi swala mbili zikiwa ziko sawa ni dalili ya imani. Ndio maana nakumbuka kisa cha bwana mmoja alikuwa tafutilia binti yake mume. Ana mtoto wa kike, amemfundisha dini vizuri, dini imeketi. Lakini sasa asema nataka muozeshe kijana ambaye kwamba ataendana na yeye sawa sawa katika swala zima la ibada. Akamfuata imamu wa msikiti, bana mimi na binti yangu ashafika wakati wa kuolewa, nataka nimtafutilie mume, lakini nataka tafute mume mzuri, mwenye dini, mwenye mwanamume wa kisawa sawa. Baadhi ya ulama wasema kuna mambo ya urujula. Mambo ya nini? Urujula, yani wanaume sikume ya ndevu, sijui wasema kuna baadhi ya mambo humfanya mtu akawa mwanamume. Na tutataja mawili tu ikiwa hatuna haya tufahamu sisi si wanaume. Jambo la kwanza kwamba wewe mwanamume ni umuone Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio urujula. Kama yule mtoto alimfuata mamake akamwambia mama sasa nishakuwa mwanamume. Akizungumza wanaume ule wa kuota kama sasa naoga janaba, ambaye mamake mimi mwanamume, ambia wewe si mwanamume. Wewe nitakuwaje mwanamume mamangu? Anasema wewe kuitwa mwanamume ni mpaka umuone Mtume. Yule kijana akajiweka katika satwa na situation ambayo kwamba itamfanya muone Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuota Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaja akamwambia mama sasa nishakuwa mwanamume. Unkwaje mwanamume? Asema ninamuota Mtume. Asema hujakuwa mwanamume, nimesema umuone Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yamethibiti kuna watu humuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa macho, si usingizini. Ya usingizini yake kando, wewe soma vitabu vya tarehe. Kuna watu humuona Mtume hivi kwa macho yao, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika kaburi lake. Kama vile unavyomuona katika umauti, katika kulala, kuna watu hubatikiwa kumuona. Ndio maana utaona katika zile jalsa za adhkari, jalsa za mawalid, jalsa za kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukisoma auliya waliopita utasikia kuna watu walikuwa wakimuona Mtume, kuna watu walikuwa wakizungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya yapo, si masala ya kutunga yatafuteni haya. Kuna na vitabu vimeandikwa kuwahusu watu kama hawa na tarehe zao na viswa vyao, namna gani walivyoweza kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni umuone Mtume. Kitu cha pili ni swala alfajiri. Ikiwa wewe una matatizo na swala alfajiri, wewe si mwanamume kwa sababu nyingi. Kwanza alfajiri na dhiki, na kibinadamu tu wanaojulikaniwa kuwa hupitia dhiki ngina nani? Wanaume, sio? Kwa hivyo mwenye kuamka alfajiri mwanamume, ambaye kwamba haezi kuamka alfajiri, huyu si mwanamume. Baadhi ya ulama wasema hivyo. Mwenye kuweza kuipinga nafsi yake akaamka alfajiri akashuka kitana, huyo mwanamume huyo. Na ambaye kwamba hapa kajivuti ajishauri ameachana lale, wanazoona nasema huyu hajakamilika kuitwa nani? Kuitwa mwanamume. Kwa hivyo kila mtu aketa jitafakari mwenyewe. Huku kwa Mtume mimi si mwanamume, je hapa kwenye alfajiri mimi mwanamume au si mwanamume? Kwa hivyo yule bwana akaambiwa na ule imamu, wewe usipate tabu, kesho alfajiri njoo, nitakuonyesha mimi mwanamume atakayefaa kumwoa binti yako. Basi imamu siku alfajiri akampisha mtu mwingine aswalisha. Akamwambia wewe kesho alfajiri ukisikia ikama kama ndo uje msikiti, usije mapema, njoo wakati kwa kimya. Imamu akapisha mtu ambaye kwamba alikuwa ataelekeza swala alfajiri. Wakakutana na yule bwana nje, mfano getini hapo, wakaingia wote. Walipofika yule imamu akamsomesha yule baba pale mlangoni, akamwambia sasa waona hii swafu ya kwanza, hao waliopata takbiratul ihram, hawa si wale kama tisala ndo mtu yashuka kitanda mbio. Hawa ambao kwamba wameipata takbiratul ihram kuanzia kona mpaka kona ya ukuta hiyo, na kawaida wa swafu moja, kawaida wa swafu moja ya kupata takbiratul ihram.
Wengine huja wakaipatia hapo katikati. Ama hiyo siku watu wameamka vizuri utapata safu na nusu, lakini aghlabia takbiratul ihram upata safu moja, pengine hata haijaja ya alfajiri Akamwambia chagua katika hawa, hapa ndo utapata mwanamume, akitumia sigha hii ya kwamba yoyote mwenye kuipata takbiratul ihram vizuri nyuma ya imam swala alfajiri, sawa, bila uvivu. Unajua kuna kupitikiwa na kuna uvivu. Kuna siku shetani amekughilibu, mwili umechoka, si tabia yako, lakini kuna mtu tabia yake haamki, huyu haitwi nani? Haitwi mwanamume. Yule anaweza kupata alfajiri, huyu huitwa mwanamume. Kwa hivyo utaona katika hii sura paka hapa tumfikia Allah tabaraka wa taala azungumzia zile nyakati bora zaidi za mtu kufanya ibada. Ndio maana utaona Mtume asema yote mwenye kusali alfajiri kisha kaketi pale pale aliposwali, akawa mwenye kuvuta adhkari, kusoma Qur'ani na ibada zake paka jua likamchomozea, yuandikiwa kana kwamba amehiji na amefanya umra. Kisha Mtume asema taman, waandikiwa thawabu za hija kamili, yani hijjatul mabruri, na waandikiwa thawabu za umra kamili. Kisha Mwenyezi Mungu asema walayalin ash. Tumezizungumzia siku 10 za kwanza za Dhulhijja na ubora wake, na hakuna wakati mtu yatakaniwa afunge kibwebwe chake vizuri katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kama hizi siku 10 za mwisho. Mtu ndo ajikaze kisawa sawa. Maal asaf, sisi kadri Ramadhani inavyoshuka ndo kadri sisi tunavyozidi kuwa wavivu katika kufanya ibada. Kisha washafi'i wal watri, Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa na zile namba mzuri ambazo kwamba mtu yatakaniwa awe ni mwenye kuzipatiliza katika ibada, hususan namba za odd numbers kama tulikuja tukaelezwa hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namba anayoipenda zaidi ni namba 7 Tunaona katika Qur'ani kila kitu kimekuja kwa namba 7 ambayo kwamba ni odd number. Kisha Mwenyezi Mungu asema wal-laili idha yasr. Hii itakuwa ndio aya yetu ya kesho, tutaizungumzia. Kwa hivyo kufikia hapa nitakoma, naona wakati umesongea. Tumwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.